Issue za kifalme sio mambo ya kinyonge. Bwana asifiwe. Kwenye nyakati za utoto wetu tulikuwa tunaimba kawimbo fulani hivi kasanda kalawe. Mnakakumbuka kale? Sanda kalawe mwenye kupata, maana yake kuna mwenye kukosa, si ndio? Lakini hebu iwe dhamiri yako kwamba ninapoingia kwenye atmosphere hii, nisiingie tu kwenye atmosphere hii nikatoka na chochote. Nikatoka bila chochote. Yaani iwe tu hivyo kwamba usikubali kuwa mtu wa kupoteza muda. Halo? Usikubali kuwa mtu wa kupoteza muda. Na katika setup kama hizi, namna ya kutokukubali kupoteza muda ni kuamua kwamba Baba, niko hapa. Zungumza na mimi. Naomba nihudumie. Roho yako Mtakatifu anipe kuona katika neno lako. Amen. Mimi ninazungumza tu, lakini Roho yeye anafundisha. Amen. So tumekuwa na mfululizo tukizungumza kuhusu Roho Mtakatifu, na mchana wa leo tutazungumza vitu vichache and then tutakuwa tuna nafasi ya kuomba jamani. Amen. Paulo anazungumza, anasema injili yetu sio ya maneno tu bali na nguvu. Amen. Mara nyingine we need to exercise nguvu katika ulimwengu wa roho. Na mchana wa leo kwa neema ya Mungu we will have time to do that. Amen. Na tulipokuwa tunazungumza kuhusu Roho Mtakatifu yaliibuka maswali mengi. Ninashukuru kwa ajili ya vipindi vya Jumatano, tumevitumia sana kujibu maswali mengi sana. Na kama yako machache pengine yanaweza yakapitiliza na leo. Na hata kabla sijajielekeza kabisa kwenye kile nitaka nizungumze, kulikuwa na swali moja ambalo lilikuwa halijajibiwa, ambalo lilikuwa linasema kwamba at what point ama katika wakati gani tunapoomba tunamuadresi Roho Mtakatifu, alafu ni wakati gani tunamuadresi Yesu, na ni wakati gani tunamuadresi Baba. Nadhani kuna watu wanaweza wakawa wanajiuliza hilo swali, na wengine wamewahi kujikuta kwenye mkanganyiko wakamba hivi naongea na yupi kati ya hawa watatu. Bwana asifiwe. Somo la watatu unaona nilavotesa. Sasa kwa ambao mko kwenye madarasa nyinyi mtapata taabu sana. Lakini when praying, tunapoomba hatumuombi Roho Mtakatifu. Si ndio? The other time hapa tulikuwa tunazungumza kwamba Roho Mtakatifu tusaidia kuomba kwa kuugua kusikotamkika. Kwa hiyo anatusaidia kuomba kwa kuugua kusikotamkika. Yeye anatusaidia kuomba. Kwa hiyo sioni point ukiwa unamuomba yeye. Sawa Lakini yeye anakusaidia kuomba, kwa sababu yeye anaujua moyo wa Baba, na yeye na Baba ni umoja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anakuongoza kwenye kusudi zaidi. Niliwahi kuambia kwamba Mungu alipomuumba mwanadamu haikuwa kwa ajili ya mwanadamu, ilikuwa kwa ajili yake yeye mwenyewe. Kwa hiyo yeye Mungu alikuwa anatuumba sisi kwa ajili yake yeye. Sio kwa ajili yake yeye ile ambayo tunaijua ya kwamba tukapige mapambio tukaimbe mbinguni. Kwa ajili yake yeye, kwa namna anavyotaka kufanya yeye. Ndio maana unakuja kuona kwamba hata mwanadamu alipokosea ikaingia mauti ulimwenguni, haikuwa kazi ya mwanadamu kutafuta uzima. Halo? Kwa kosa la Adamu mauti iliingia ulimwenguni, si ndio? Lakini haikuwa kazi ya mwanadamu kutafuta uzima. Ilikuwa ni kazi ya Mungu kuweka uzima ndani ya mwanadamu. Akamtoa Kristo Yesu kwa ajili yake yeye mwenyewe. Biblia inasema kwamba Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake mwenyewe. Tuko pamoja? So it always imekuwa about him. Na ndio maana mahali sahihi pa kujificha ni ndani yake. Kwa sababu yeye ndani yake anafanya kwa ajili yake, na sisi tunakuwa salama ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Roho Mtakatifu, Roho wa Mungu, anakusaidia wewe kuomba. Na sisi tunajua tunamuomba Mungu. But kuna issue ya alignment ya mapenzi ya Mungu.
kwa sababu it is about him. Yeye mwenyewe anayo mapenzi yake, anayo mambo yake anayotaka kuyafanya. Akikuacha uombe wewe unavyojua wewe, utaomba vitu vya ajabu. Ndio maana pale mwingine akasema kwamba sasa mmeomba mpate kwa sababu mnaomba vibaya, hamjui jinsi ya kuomba. Kwa sababu ninyi kama ninyi mkiachwa hapa kuomba, mtaanza kuomba nataka IST, si ndio? Lakini kumbe kwenye design ya Mungu, yeye alikuwa amefikiria, alikuwa amekuangalia akaona kwa huyu wa hivi, huyu kwenye Prado labda atakaa vizuri, lakini amekukuta huko unakomaa unataka nini? Kwa hiyo yeye Roho anatusaidia kuendana na mapenzi yake. Mapenzi yake yanaweza siwe vitu unavyotaka wewe. Mapenzi yake ni mission yake yeye. Kwa hiyo always anatulead, anatuongoza kuomba katika mission yake inavyoenda. So hata kama ni umeomba kazi, lakini ile kazi inakuwa ni kwa ajili ya mission yake. Niliwahi kudadavua ufalme wa Mungu hapa, ninyi mnauelewa vizuri kwamba katika kingdom sio maombi tu. Katika kingdom sio kazi za kushuhudiaji tu, no. Hata daktari anayetibu anafanya kazi ya ufalme akiwa anajua. Hello? Lawyers. Lawyer moja huyo nimeona anakimbia anaenda nje. Wanasheria, unaweza ukadhani wanafanya kazi za kutetea watu. Na kweli wanatetea watu, ndio kazi wanazozifanya. But anayejua hata kwepo mahakamani kwa ajili tu ya kutetea watu, atakwepo mahakamani kwa kusudi la Mungu. Ndio maana atakuwa anapewa vision, anaona zaidi anavyoona mwanasheria mwingine. Kwa sababu yuko mtu mmoja ambaye ameonewa, amezulumiwa shamba, amezulumiwa nyumba yake, amekuwa akifunga na kuomba Mungu amtokee. Mungu anamuinua mwanasheria ambaye ameweka roho wake ndani yake. Yule mwanasheria anahukumu kwa haki. Huyu mtu anapokea majibu kutoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa platform yoyote ambayo unasimama ni kwa ajili ya Bwana. Haleluya. So mapenzi yake utagundua yako kila mahali. So Roho anayetusaidia kuomba, hatumfocus kumuomba yeye. Kwenye kuomba tunamuaddress Baba. Halo? Hata Bwana wetu Yesu hatumuaddress yeye. Sawa eh? Hii inaweza ikawa ibit mbele kidogo kwa baadhi ya watu, lakini it's okay. Kwanza ngoja niwaambieni hivi, it's okay. Sawa eh? Kwa sababu ninajua tumekuwa tukiomba, na kwa sababu ya mafundisho tofauti tumekuwa tukiomba, Roho Mtakatifu njoo tembea katikati hapa, Roho Mtakatifu fire, the Holy Ghost fire. Tumeomba. Haimaanishi kwamba hautatokuwa na matokeo. Kwa sababu the way ulimwengu wa roho unafanya kazi na ufahamu wako. Kuna mtu mwingine wakati ametamka hilo neno, lakini anayemaanisha sio huyo mnayemsikia. Halo? Ndio maana matokeo bado yanafanya nini? Yanakuepo. But as we grow, as we advance kwenye knowledge, tunaanza kujua katika usahihi. Kwa nini siku zote Yesu alikuwa akiomba, alikuwa anaanza na Baba. Alikuwa ana address the source, chanzo. Na anasema hakuna ninachokifanya isipokuwa nimemuona Baba. Manake I am working from the source. Sina chochote cha kwangu mimi isipokuwa chochote nilicho ni yeye. Bwana Yesu asifiwe. Anazungumza anasema, lolote mtakalo muomba Baba kwa jina langu. Halo? Mtakalo muomba Baba kwa jina langu atafanya. Bwana Yesu asifiwe. So kuweka huu mkanganyiko ambao unaleta hayo maswali, inaweza nikauweka kifupi tu namna hiyo. Amen. Is that fair? Basi tuendelee. Ubatizo wa Roho Mtakatifu. Ubatizo wa Roho Mtakatifu. Nikizungumza ubatizo hapa, kuna wengine wanasema hivi, pastor unatubatiza lini? Nyie tu mniambie lini mnataka kubatizwa niwabatize. Sawa? Kirahisi tu tunaweza tukatafsiri ubatizo ni maneno ambayo tumeshawahi kutafsiri hapa, baptismo, kuzamisha, kukizamisha kitu ndani ya kingine ama kukifunika.
walipokuwa wanatawadha pia walikuwa ni aina nyingine ya ubatizo, kwa sababu maji ambayo yalikuwa na simbo ya uzima yalikuwa yanawafunika katika mikono yao, katika miguu yao, katika nyuso zao, kwa sababu kutawadha halisi mnaonaga kwa wale ambao bado wana utamaduni wa kutawadha, si ndio? Wanafanya hivi na kuna mfumo wake, alafu kuna hivi na kuna miguu na kuna vitu kama hivyo. Nitakuja kuwafundisha siku nyingine kama mnataka muwe mnatawadha. Na kwa hiyo ndiko ambako linatoka hilo neno ubatizo, kuzamishwa. Sasa nilipomwona ndugu yangu Joel yuko Israeli juzi, nikawa nasubiri tu kipengele. Nilifuatilia, huwa sifuatiliage nani zake nyingi, lakini zilikuwa nafuatilia kila siku, naangalia leo kabatizwa bado. Kwa nasubiri wamzamishe Yordani pale. Nikamwona yuko Yordani tu anapiga story, nikasema jamaa mbona atumbuki tuone. Lakini tungepata story kweli kweli. So ubatizo wa Roho Mtakatifu inaweza ikawa lugha ambayo imezoeleka katikati yetu, sawa? Lakini inaweza ikawa tu maana ni ile ile mlipokuwa mnazungumzia kuhusu ubatizo wa maji, sawa? Yohana alichokuwa anakifanya kwenye ubatizo, aliwazamisha watu kwenye maji afu akawaibua mara ya pili kama ishara. Batizo ziko za aina nyingi. Hata Yesu, ninyi mnafahamu ubatizo wake wa ule wa maji, si ndio? Sehemu zingine amezungumza ubatizo wa moto na vitu gani, tunapataka shida kuuona. Lakini kuna siku alibatizwa tena na kwenye mauti, si mnakumbuka? Akazama chini, akaibuka mara ya pili. Alipoibuka mara ya pili alikuwa mtu wa tofauti. Kwa hiyo ubatizo halisi ni ile hali ya kuzamishwa, na unapozamishwa katika unachozamishwa, unapokuja upande wa pili unakuwa na effect tofauti, unakuwa na matokeo tofauti, ama unabadilishwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ubatizo umekuwa ukitumika kama symbol, kama ishara katika tunaposoma katika Biblia, lakini pia hata tunapofanyaga katika makanisa yetu tunafanya kama ishara, si ndio? Yes. Sasa mimi ninaweza nikasema ubatizo ni symbol ya initiation. Kuinitiate. Mungu nisaidie, hiki Kiingereza kilikuja hapa nikakutana nacho niko mkubwa. Initiation means to admit someone into fraternity or secret society through ritual. Sawa, Kumuingiza mtu ama kumzamisha mtu, kumjoin mtu katika aidha jamii fulani, lakini kwa kupitia tambiko fulani. Kwa hiyo ule ubatizo ambao tunachimbaga kwenye eneo letu la huku mbele la madhabahu, tunachimbaga kisima, alafu tunakuwa tuna maji mle ndani. Kile mkija sasa watu wanawatumbukiza mle ndani, ile ni tambiko. Sawa, Ni tambiko kwa sababu lina mahusiano ya kiroho, na yule anayekaa pale anazungumza, linakuwa tambiko kabisa la kiroho, likiwa na maana ya kumzamisha mtu mle, labda akiwa na sijui kama akiwa na dhambi, akitoka atakuwa hana dhambi, sina uhakika, lakini nizungumzie ile ninalolijua kwamba Yohana aliwafanyia vile kama ishara ya kuzama. Unapozama na kuibuka, maana yake umekubali kupokea badiliko, kwa sababu Yohana alikuwa anawaandaa watu kwa ajili ya badiliko, na ndio maana ukaitwa ubatizo wa toba, kwamba ukizama ukitoka unakuwa umegeuka. Bwana Yesu asifiwe. Na kugeuka haikuwa kugeuka kuacha kula sana, ilikuwa ni kugeuka kutoka kwenye fundisho la kwanza ambalo lilidhaniwa kwamba lilikuwa linawapa wanadamu uzima, fundisho la Torati, na kugeukia fundisho la Kristo Yesu, fundisho la neema, fundisho la uzima. Ndio maana ya metanoia, kugeuzwa, kwamba tulikuwa tunaenda hivi
Lakini sasa kumekuwa na shift. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tuna mwelekeo mwingine ambako watu wanasamehewa kwa kumwamini Kristo, sio kwa sababu ya kutimiza matendo ya sheria, sio kwa sababu ya kujitahidi, lakini tunakuwa wenye haki kwa kumwamini yeye mwenyewe anayetoa haki. Hakuna mwanadamu anayeweza kupata haki nje ya mwenye haki mwenyewe. Kuna mahali alizungumza, asema msimuite mtu, nadhani alisema hakuna aliye safi au hakuna aliye mtakatifu isipokuwa, hakuna aliye mwema isipokuwa Mungu mwenyewe. Kwa hiyo kama ninautaka wema, ninaupata wema kutoka kwa Mungu mwenyewe. Alijua kabisa kwamba mwanadamu hawezi, kama mwanadamu hawezi akajisafisha kutoka kwenye kile ambacho amechafukwa kwacho. Listen to this. Dhambi haukuanza kuitenda wewe, bali dhambi iliingia ndani yako. Labda nirahisishe hii kwa baadhi ya mtu whatever yuko hapa ama ananisikiliza, kwamba struggle ya kupambana na dhambi ikiwa ya kwako, hauwezi kwa namna yoyote na kwa wakati wowote ukafanikiwa kushinda, kwa sababu dhambi hukuanza kuifanya, bali dhambi iliingia ndani yako kama asili. Biblia inasema kwamba kwa kosa la mtu mmoja mauti ikaingia ulimwenguni na ikawatawala wote, hata wale ambao hawakufanya kosa kama hilo, mauti ilikuwa inawatawala. Na kwa sababu hiyo Mungu akaamua kwamba vile vile ilivyoingia dhambi, hivyo hivyo itatoka. Jitihada ya kuvuka sio ya kwako. Wewe unatakiwa kuamini na kujua, kwa sababu anayeshughulika na hayo, anayeshughulika na hizo issue ni yeye mwenyewe aliyeamua kumleta Kristo afe, ili kwa sababu ya haki yake yeye aipoteze ile haki yake, ahukumiwe kama asiyekuwa na haki, ili wewe ambaye hauna haki kwa asili uweze kufanywa kuwa haki ya Mungu. Haleluya, haleluya. So ubatizo, nisiende sana ndani katika hilo, sababu ni yangu nikuzungumza kuhusu Roho Mtakatifu. Nisiende kwenye huu waondoleo la dhambi na vitu kama hivyo. Kule kubadilishwa, kule kuzamishwa na kutoka ukiwa umebatizwa, umebadilishwa, ndio walikiita ubatizo. Na alipokuwa anazungumza Yesu ubatizo kwetu sisi, ninafahamu tunapenda kubatiza kwa sababu tunasema ni agizo kwenye Biblia, si ndio? Na wala mimi sikatazi mtu kubatiza. Ndio maana nimesema kwa wale ambao mnahitaji kubatizwa tuongee, ili tuchague kama ni swimming pool ama ni baharini, kile kinachopendeza tukafanya. Nachojaribu kukizungumza the true meaning ya ile metaphor. Yesu alizungumza kwa picha, kwa mifano ili itufae. Akiwa anazungumza, mkiwabatiza kwa jina la Baba, kwa jina la Mwana, kwa jina la Roho Mtakatifu. Ni namna gani unambatiza mtu kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu? Kwa sababu hapo penyewe patakuwa na mkanganyiko, jina lenyewe ni lipi? Kwa sababu alimpa jina ambalo hakuna anayejua isipokuwa aliyempa na yeye aliyepewa hilo jina. Lakini jina onoma, ile asili, ilikuwa inazungumzia kuwa imezidi kuzamishwa katika asili ya Baba, asili ya Mwana, asili ya Roho. Manake kitakachotoka upande wa pili hakiwezi akawa Sara yule mwekezaji, atatoka akiwa kiumbe kipya. Biblia inapozungumza kuhusu kiumbe kipya, haimzungumzii mwanadamu aliyebadilika, inakizungumza kiumbe kipya kwa sababu kinabeba asili mpya, kinabeba asili ya Baba, kinabeba asili moja sawa na Mwana, na ndani yake yuko Roho wa Baba.
Neno kuzaliwa mara ya pili linavutia sana kulitumia, lakini ni responsibility. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunapozungumza kuhusu ubatizo katika Roho, tunazungumza yale tulikuwa tukizungumza kwa wiki kadhaa, kwamba wewe upungue ili yeye aongezeke, aishi. Aliye na kusudi la kufanya huo mwili aanze kuoperate katika maximum capacity ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tusome kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 19. Nisome mstari wa 2 na wa 3. Akawauliza, je, mlimpokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Wakamjibu, la, hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu hatukusikia. Akawauliza, basi mlibatizwa kwa ubatizo gani? Wakasema, ubatizo wa Yohana. Mmeisikia hiyo? Huyu ni mtume anazungumza, nadhani hao walikuwa ni Waefeso. Wazito wa Efeso Samusia. Alikuwa anazungumza nadhani watakuwa walikuwa ni Waefeso. Alipoenda kwao akawauliza, sasa mmebatizwa ubatizo gani? Sasa angalia, hawa watu walikuwa wameamini, lakini something was missing. Naomba usikize kwa makini. Was missing. But it was not missing because it was not there. It was missing because haikuwa recognized. Hello? Aya, tutaachana, Mungu asaidie. Hawakuwa wanakosa kwa sababu hakikuwepo. Walikosa kwa sababu hawakujua. Ndio maana amesema hata kujua hatujui. Ndio maana kwa sababu mmebatizwa ubatizo gani? Maanake mmezamishwa kwenye nini? Nini kinachowapa essence? Ubatizo wa Yohana ikabidi afanye kitu kingine, kuwafundisha, nao wakapokea Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Na always Roho Mtakatifu anakuja na kunakuwa na corresponding changes, kunakuwa na mabadiliko, kwa sababu wacha nitumie scenario hii mjaribu kuelewa. Kuna watu ambao tabia zao zinakuwa influenced aidha na mapepo ama majini yaliyoko ndani yake. Akitolewa wale pepo, tabia inabadilika. Mmewahi kusikia hizo cases au kuziona, si ndio? Kwa wale ambao mnahudumu mmewahi kuziona hizo cases, si ndio? Kwa hiyo alikuwa influenced na roho iliyokuwa ndani yake. Na achana na yale mengine ambayo huwa yanakuaga ndani ya mtu alafu hajui. Unakuta yanapenda kwaya, yanapenda nini, yana exist, lakini but most of the time roho anapokuwa ndani yako ana influence ulivyo, hasa pale ambapo anakubalika na anapewa nafasi. Bwana asifiwe. Hata walio na roho wabaya, mtu mwenye majini alafu hajui kama ana majini, huwa majini ni kero kwake, kwa sababu huwa mengine anamkosesha tu bahati na nini, na hajui kinachoendelea. Kuna mtu mmoja anasema, sasa mchungaji, umeanza kufundisha majini. Sasa sisi watu wa rohoni najua, lakini aliye na jini na anajua kwamba ana jini, mara nyingi huwa anafaidi yale majini. Nilikuwa na rafiki yangu mmoja alikuwa na girlfriend jini. There's somehow alikuwa anafaidi. Sawa, sio faida hiyo. Ni watu bana nyewe sio hiyo. Alikuwa anafaidi faida zingine. Sawa, ikiwemo darasani na nini. Sababu lilikuwa sijui lilikuwa linanyofoa mitihani ya wengine, linampelekea sijui, kwa sababu jamaa alikuwa anafaulu always, lakini alikuwa asomi. Muda mwingi sana ikishafika mida ya prep alikuwa anaenda kushinda na hilo jamaa lake. Sawa, kwa hiyo mimi nikitoka prep unampitia pale, unamkuta yuko busy. Anyway,
lakini kwa sababu alikuwa anajua, maana yake ni kwamba walikuwa wanaweza wakaongea kwamba na sasa nimeishiwa. Sasa kama umeishiwa, tufanye hivi, wewe nenda kwa fulani pale, mpe 500. Anakuja kwako mpendo, anakuambia barikiwe sana bwana, wewe kajo soda. Kumbe washajua hapo kuna 200-300 nataka tuondoke nazo, si ndio? Kwa hiyo linamfaidia namna hiyo. Na niliwahi kumuuliza siku moja kwamba nini mwisho wa haya? Akasema hakuna mwisho. Yaani kwamba hana mpango wowote wa kuachana nalo kwa namna yoyote. Anyway, good for you. So huyu anapata positive effect kwa sababu ya kujua. Roho Mtakatifu ndani yako hawezi akawa na positive effect kama haujui. Kama haujui kile unabeba ndani yako, utaogopa kama wanavyoogopa wengine. Utasita kama wanavyosita wengine. Utakuwa hujui kama wasivyojua wengine. Listen to this. Yeye ni roho wa Baba. Baba, he is all knowing. Kuna mtu hapa hajapata kitu. The Father, he is all knowing. Yeye anajua yote. Roho wake anajua yote. Roho wake ndani yako anakupa kujua yote. Ndio maana kuna siri ambazo utakuwa nazo ambazo mwanadamu mwingine hana. Mchana wale wacha tutazifunua tu hizi. Kuna siri ambazo utakuwa nazo kwenye ile kazi unafanya. Watu wataishia kubaki tu kusema kwamba Jack is the best. Hivyo tu. Lakini ukimwangalia, sio kwamba yeye eti sio anakula chuma, sio anakula kitu gani, hamna. Anakula ugali kama wanavyokula wengine. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukamsikiliza Joel akiwa anaimba hapa, unasema huyu anavuta sauti, yani hewa hii tunavuta ndo na yeye anavuta. Kwa sababu sisi wengine tukijaribu kuimba kama anavyoimba tunakohoa. Sasa Joel inakuaga ni nini? Joel utakuja kutusaidia. Joel inakuaga ni nini? Nyinyi hamjai kujua kuhusu anointing nyinyi watu. But aliyevuviwa na anajua kwamba amevuviwa, ndani yake kinafanya kazi kitu kingine. Hata akiimba wimbo wa taifa, mtamwabudu Mungu. But failing to know, mna vipawa vingi sana. Hakuna aliyoko hapa ndani ambaye hana kipawa. Wewe una kipawa, sema tu wewe sio superstar, ila una kipawa ndani yako. Na kipawa na superstar ni vitu viwili tofauti. Sawa? Unaweza ukawa superstar na ni mshenzi tu. Inawezekana, japokuwa sio wa kanisa hili. Lakini vipawa hivi vimekaa na sisi siku nyingi sana. Havijatufaidia kwa sababu hatujajua. Kuna siku Joel alikuwa anatabiri hapa, watu wengine hata mkusikia kabisa. Akawa anatabiri, akazungumza issue ya hela, kwamba kuna kipindi hela inakuja tu kwa hata hujui inatoka wapi na hujaitafuta. Ile inakuja tu. Kwa hiyo upo inakuja. Kwa hiyo ulipo na yenyewe ipo. Zile nyakati zinakuja na knowledge. Kujua unabeba nini. Bwana asifiwe. Kujua umebeba nini. Kwa nguvu iliyoko ndani yako usipoijua ulioibeba, haiwezi kukuzalia matunda wowote. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. So inakuja na corresponding change. Kwa kuna mabadiliko lazima yatakuwepo. Kuna vitu unakuta vinaondoka tu ndani yako. Mimi nilikuwa napenda Joel, leo si una nini na mimi? Na hivi kwa sababu umekaa sehemu ambayo ukaagi siku zote. Mimi nilikuwa napenda mpira kuliko Joel. Nyesi wao mnajua Joel anapenda mpira? Joel anaenda kusoma. Muulizeni mke wangu. Anasoma. Nilipokuwa napenda mpira mimi, Joel akasome. Lakini sijui ilikuwaje kwamba bado nina timu zangu nazozishabikia, lakini naweza nisijue zimecheza lini na nisipate shida yoyote. Na kuna kipindi nazifuatilia kabisa na ninafuatilia mechi zote, lakini mimi sio yule ambaye tukifungwa nitapata shida. Nakuwa naona tu tumefungwa.
Yaani unaona tu kwamba tumefungwa. Kwa hata nikiwakuta wenzangu na baba tumefungwa, sasa wanajisikia vibaya kwa sababu unawaambia ukweli, tumefungwa. Siku Portugal wanatolewa, nikamwambia bwanangu Delisha, tumefungwa. Inakauma kake, lakini that weight ambayo ilikuwa inachukua moyo haipo. What happened? Sio mimi sina jitihada nilifanya, kwa sababu mimi bado napenda mpira. Yaani kwamba ukiniambia kuhusu mpira bado napenda, yaani mara moja huwa naangaliaga nani kasajiliwa, chuma sio chuma, yaliomo yamo, yaani bado ninaupenda bado, sio kama naelewa Na pengine kuja kuwa na academy nzuri ningepeleka watoto wangu wakacheze mpira, lakini haujanishika kwa sababu kuna kitu kimeingia ndani yangu kikaleta badiliko. Lile badiliko kwa sababu nimeingia kwenye mission nyingine ambayo ningekuwa ninapenda mpira kama nilivyokuwa napenda zamani, nyinyi mngepata shida sana, mngepata tabu sana. Mngepata tabu siku tuliofungwa na mngepata raha siku nimefunga, ila wengine wangepata tabu pia, kwa sababu humu ndani si wanakwepogi wa huku na wa huku, yaani wale wa huku. Na nilikuwa ninakera, yaani nilikuwa ninakera. Joel ukasome. Mimi mke wangu huyu hapa akiwa na mimba kubwa kabisa hivi, naona mpira wa nyumbani haunoki, anambia twende. Sasa kwa sababu ni usiku sana, saa nyingine kwenda si mbali, ninaingia karibu sehemu yote kuna hata kibanda umiza. Ameenda kibanda umiza sana huko. Unapaki ndinga nje, unaingia kwenye kibanda. Yaani kipindi kile sina nilichokuwa naona. Yaani nilikuwa siwazi kwamba hali yake hiyo hali na yenyewe itakuta na mpira humo, yaani haina shida, itaponywa humo. It was that bad. But kuna changes zinazaliwa, unajikuta tu ulikuwa hauna habari sana na watu, lakini sasa hizi una habari na watu, una compassion na watu. Ulikuwa haujali mtu anapoumia, lakini sasa hivi unajali unapoumia, kwa sababu something imezaliwa ndani yako. Kuna watu mpo humu ndani ambao haufanyi kitu mpaka umepewa majukumu. Aya deva kosia haya. Hautoki kufanya kitu mpaka umepewa majukumu. Roho Mtakatifu ananiambia ni kiburi. Hebu acha hiyo maneno. Bwana asifiwe. Yeye ndani yako anakupa kunyanyuka wakati wote kuna mahitaji. Nasema pastor hajatuambia tu, mbona tungechangia? Roho alikuwa anakuambia vitu vingi sana, ila uko huwezi sikiliza. But ndani yako kunakuwa na corresponding change. Ulikuwa unakuja kanisani na buku, sasa hivi hauji na buku tena. Ukija na buku roho inakuuma. Kwa nini? Kwa sababu something has changed. Unajua kabisa na partner na hii kazi kwa ajili ya Mungu. Hii hela haitasaidia. Buku kwa mwezi mzima mara 4 ni ngapi? Ni 1400, si ndio? 1400 kwa mwezi. Na una mshahara wa 800,000, una mshahara wa milioni, una mshahara wa 500,000. Ndani yako unaona kuna kitu kinakubadilika, unabadilika tu ndani yako. Kale karoho ka uchoyo ambako ni karoho, unajua uchoyo unaendana na ubinafsi. Sawa, selfishness, ndio? Na selfishness mama yake mkubwa ni uchawi. Halo? Ya mama yake mkubwa selfishness, ubinafsi ni uchawi. Ndio maana watu wengi wa binafsi huwa ni wachawi. Hata kama wako kanisani, unamkuta yuko humu kanisani lakini ni kachawi. Kana loga tu. Mambo ya wengine hayaendi vizuri, kataongea tu kitu fulani ili mambo yasiende vizuri. Yaani wametangaza uchumba. Sema naye anajikuta utazani ndo ndoa ya kwanza duniani. Yaani ndo ndoa, yaani ndo yeye tu, yaani ameolewa, yaani ndo yeye tu. Mbona watu wanaolewa tu kila siku? Sasa naweza swali, ndugu yangu, kwani wewe shida yako ni nini yeye kuolewa? Yaani hayo maneno yanakutoka kwa sababu gani? Ni kauchawi. Bwana asifiwe. Mwambie jirani yako wewe sio mchawi katika jina la Yesu. So Roho Mtakatifu ndani yako analeta hilo badiliko. Unajikuta lile mnaliita tunda la Roho limezaliwa ndani yako. Wema unakuja ndani yako.
upendo unakuja ndani yako. And listen, kuhusu upendo huwa uko upendo hauangalii wanachokufanyia. Aya, Mungu anisaidie hili hapa. Sikiliza, wakati una struggle na mambo ambayo yamekutokea ama watu wamekufanyia, nataka nikwambie Mungu huwa anakuaga anahusika. Halo? Kuna watu humu ndani mliambiwa maneno yakawachoma, yakawauma, ila Baba ndani yako alitaka kuexperience upendo. Sawa eh? Ili uweze kuexperience baridi lazima kuwepo na joto, alafu baridi ikitokea utaiexperience. Hebu niambieni, kama kusingelikuwa na giza, kuna mtu yote angeelewa nuru wala faida ya nuru? Kwa hiyo kukiwa na amani sana, hatuwezi kuielewa amani wala kuifurahia amani. Kwa hiyo ili uifurahie amani lazima machafuko yawepo. Kumbuka Baba anatamani kuexperience love. Sasa anapo experience love inabidi kwanza yawepo machuki kwanza, ili lile pendo liweze kuwepo. Na ndio maana halisi ya love your enemies and be good to them. Hakuwa anazungumza juu ya wale wanaochukuaga dhahabu zetu kwamba tuwapende hao. Hakuwa anamaanisha hicho. Love your enemy and be good to them, because I, the Father in them, want to experience love. And there's no way I will experience love, but I will experience love through you. Utakapokuwa unaachilia ule upendo, ni Baba naye ana radiate love through you. Ndio maana huna sababu ya kukwazika. Huna sababu kabisa ya kukwazika. Kwa sababu yale makwazo ilikuwa ni nafasi ya Mungu kutoa pendo kutoka ndani yako. Ile shida ni nafasi ya Mungu kutoa pendo kutoka ndani yako. Na the moment utaikubali na kuielewa hii, utagundua kwamba always you win. Halo? Yesu asante. So kunakuwa na badiliko. Sio tu ishara ya kunena kwa lugha. Ninafahamu tunapenda tukizungumza Roho Mtakatifu, malengo yote inakuwa ni kama kunena kwa lugha. Lakini kunena kwa lugha is one of the sign za uwepo wa Roho Mtakatifu ama za manifestation ya Roho Mtakatifu. Lakini yeye kama yeye anaweza akawepo usinene, lakini ukawa na akili njema, ukawa na macho yanayoona. Sio kila mtu atanena, kwa sababu kunena nayo ni karama. Bwana Yesu asifiwe. Pamoja na kwamba ninatamani kila mmoja aipokee hiyo karama, kwa sababu kunena kwa lugha kuna kusaidia wewe binafsi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. And if you desire, kama unatamani, Bwana atakupatia hiyo neema katika jina la Yesu. Haleluya. Roho wa Mungu alipokuja juu ya Sauli mfalme, Sauli akatabiri. Roho wa Mungu ndani yako, something supernatural has to happen. Lazima kuwe na matokeo ama matendo yaliyo beyond ukawaida wa kibinadamu, kwa sababu ya Roho wa Mungu aliyoko ndani yako. And I want you to expect that. Hallelujah. Hallelujah. It is time to wake up the giant in you. Ni wakati wa kuamsha. Unaweza ukaonekana mtu mdogo, lakini ndani yako ni jitu kubwa, kwa sababu ya might, ule uweza ulioko ndani yako. It is time to wake up that. Ni wakati wa wewe kuruhusu Roho wa Mungu atake control. Ni wakati wa kumruhusu Baba atake control. Kumbuka nimezungumza nikasema amekufanya kwa kusudi lake mwenyewe. Mpe nafasi yeye aishi. Bwana asifiwe. Nipenda sana hii aliyeimba wimbo kwamba mimi nipungue wewe uongezeke. Kwa sababu kuna kuaga na mimi. Yaani yule mimi ambaye ni mchaga sio mtu mzuri sana. Halo? Nyinyi hamna bahati ya kukutana naye. Lakini huyo natamani wakati wote apungue, ili yeye aongezeke ndani yangu.
akiongezeka ndani yangu, joy haiwi prayer item. Joy inakwepo tu, furaha inakwepo tu ndani yangu. Vikiwa vingi kunakuwa na furaha, vikiwa vichache kunakuwa na furaha. Haleluya, haleluya. Napomalizia, nataka tuangalie kitu kimoja. Kitabu cha Matendo sura ya 12. Yes. Always mtu ama watu ambao wamejawa na roho wa Mungu wanapokuwa wanaomba ama wanazungumza, manake Mungu anazungumza. Na kwa sababu hiyo miracle ama matokeo ya miujiza ni expected. Sawa sawa. Nataka tuangalie hawa wajamaa walikuwa wanaomba kwenye kitabu cha Matendo sura ya 12. Nisomee mstari wa 6 mpaka wa 8, alafu ruka usome wa 12. Hata wakati Herode alipotaka kumtoa usiku ule ule, Petro alikuwa analala katikati ya askari wawili, amefungwa minyororo miwili, walinzi mbele ya mlango wakilinda gereza. Mara malaika wa Bwana akasimama karibu naye, nuru ikamulika mle chumbani. Akampiga Petro ubavuni, akamwamsha akisema, ondoka upesi. Minyororo yake ikamwanguka mikononi. Malaika akamwambia, jifunge, kavae viatu vyako. Akafanya hivyo. Kisha akamwambia, jivike nguo yako ukanifuate. Akatoka nje akamfuata, wala hakujua ya kuwa ni kweli yaliyofanywa na malaika, bali alidhani kwamba anaona maono. Na walipopita lindo la kwanza na la pili, wakaja hata mlango wa chuma wa kuingilia mjini ukawafungukia wenyewe. Wakatoka nje, wakapita katika njia moja, mara malaika akamwacha. Mstari wa 12. Na alipokuwa akifikiri haya, akafika nyumbani kwa Mariamu mamaye Yohana, ambaye jina lake la pili ni Marko, na watu wengi walikuwa wamekutana humo wakiomba. Naye alipobisha kilango cha lango, kijakazi jina lake Roda akaja kusikiliza. Alipoitambua sauti ya Petro, hakufungua lango kwa ajili ya furaha, bali alipiga mbio akaingia ndani, akawaambia kwamba Petro anasimama mbele ya mlango. Wakamwambia, una wazimu? Lakini yeye akakaza sana, akasema ya kwamba ndivyo hivyo. Wakanena ni malaika wake. Yeah. Asante. Nafikiri mpaka hapo inatosha. I just want us to get that story. Petro akiwa amefungwa siku moja kabla ya kuwa executed, siku moja kabla ya kwenda kunyongwa, kanisa lilikuwa linaomba. Watu waliokuwa wamejaa roho wa Mungu walikuwa wanaomba. Walichokuwa wanaomba ni kwamba Petro afunguliwe. Haijulikani atafunguliwa kwa namna gani. Mungu nisaidie. Listen to me, there are times ambazo umekuwa ukiomba na problem kwenye maombi yako hayakutani na majibu, kwa sababu unafikiri sana ni namna gani jambo hili litatokea. Na unapofikiri namna gani jambo hili linatokea, mawazo yako yenyewe yana cancel kile ambacho unaomba, kwa sababu unaanza kuona shaka ndani ya hayo. Watu hawa walikuwa wanaomba Petro afunguliwe, lakini Petro amekwisha kuwa sentenced to death na anachinjwa kesho. Na Warumi walikuwa wamenyooka kama rula. Kinachoamriwa kwenye sheria ya Rumi, walikuwa wanasema Roma lukuta Kaiser fukuta. Chochote kinachoandikwa au kikaamriwa kwa Rumi hakitanguliwi na kitu chochote. Kwa hiyo wakisema tunataka kichwa chako kinahitajika na kichwa chako kitakatwa. Watu hawa walikuwa wakiwa kwenye maombi, wakiwa wanajua kwa hakika kwamba Warumi wakitaka kichwa chako wanacho. Hawa Warumi walikuwa kama na hali fulani ambazo ziko na watu mchana wa leo. Wakiwa wanajua, wakaamua kuliitia jina la Bwana, kwamba Mungu, katika machache tunayojua, tunajua kwamba una uwezo wa kumtoa mtu huyu, na sisi tunaamrisha mtu huyu aachiliwe. Wakiwa wanaomba,
Walipoambiwa yuko hapo, katikati yao kulikuwa na watu ambao walikuwa hawaelewi atafunguliwa namna gani. Kwa hiyo hata alipokuja wakasema, hebu tulieni kwanza, unatupotezea focus ya maombi. Lakini Bwana leo anazungumza tofauti, kwamba anataka wewe ujue kwamba unalolisema limekuwa. Kwa hiyo litakapotokea, litakapotokea hilo jambo, huna haja ya kusema kwamba una wazimu, bali unajua kwa hakika. Listen to me, huwa kuna kitu kimoja hivi ambacho kimewatokea watu wengi sana, kwamba you pray, unamuomba Mungu na muujiza unatokea, but ule muujiza huwa haulast. Roho Mtakatifu anataka kumtibu mtu hapa, kwa sababu kuna excitement ambayo wewe unakuwa nayo ambayo haiko sahihi. Ile excitement ya lile jambo, kwamba inawezekanaje jambo hili likatokea, it is it is exactly the thing that kills that miracle. Hey. Ile excitement inayokuja na kutokuamini kwamba tokeaje, ndio kitu ambacho huwa kinaua hiyo miracle. Lakini walio na elimu, yanapotokea hawayashituki yanayotokea. Ndio maana huwa wanafanya shukrani kabla hayajatokea, kwa sababu yatakapotokea wanajua kwa hakika tulichokifanya ndio hiki kimetokea. Yule kijakazi alijua kwamba ni yeye, kwa sababu kumbuka, hakufungua mlango, kwa hiyo hakumuona. Ila alipofika akasema, ni Petro, bwana, ngoma tulikuwa tunaomba imeisha. Akaenda akamwambia, sikilizeni, acheni kuomba kwa sababu biashara imeisha. Wakamwambia, tuliza mzuka, acha wazimu, kwa sababu walikuwa wanajua hajafungua mlango. Lakini she was convinced kwamba tumeomba, kwa hiyo atakuwa ni yeye. Hata walipomwambia kwamba ni malaika wake, bado alikuwa anazidi kusisitiza kwamba ni yeye. In your life, sijui ni issue gani ambayo imefungwa muda mrefu, but today, mchana wa leo, katika jina la Yesu Kristo, unalo neno la kufungua chochote ambacho kimefungwa kwao katika jina la Yesu. Ninajua una roho wa Bwana, ndio, lakini ninajua kuna mahali unapita kwa sababu wewe ni mwanadamu. Kuna mahali unapita kwa sababu wewe ni mwanadamu. Na mchana wa leo Mungu ametupa neema. Tutazungumza, tutasema, na itakuwa sawasawa na maneno tutakayoyasema. It doesn't matter ni situation ya muda gani au ya namna gani. Nachokijua ni kimoja tu, kwamba ninalo neno, na neno langu ni neno la Bwana. Neno langu ni neno la Bwana. Oh, Yesu asante. Yesu asante. Yesu ninakushukuru. Asante kwa neno lako. Haukutaka tuwe gizani, ukayasema maneno haya kwa lugha ya picha, kwa ajili yangu mimi nitakayeishi zamani hizi. Yesu ninakushukuru. Kwenye kitabu cha Warumi sura ile ya 15 mstari wa 19, anamzungumzia Paulo kwamba alitenda kazi kwa ishara za miujiza kwa nguvu ya Roho wa Mungu. Huyu Paulo ambaye alikuwa ni Sauli, aliyekuwa akiwatesa wanaoamini, hakuwa na mamlaka wala nguvu yoyote ya ajabu, lakini baada ya Roho wa Mungu kuwa activated ndani yake. Kumbuka Paulo aliyekuwa analitesa kanisa alikuwa amechaguliwa tangu mwanzo. Biblia inasema kwamba tangu akiwa tumboni mwa mama yake alikwisha kuwa amechaguliwa. Kwa hiyo wakati wanamuua Stefano, huyu mtu alikuwa amechaguliwa. Kilichomtokea Paulo ilikuwa ni kuamshwa tu, and then vilivyokuwa ndani yake vikaanza kufanya kazi. Tunachokwenda kukifanya mchana wa leo ni kuamsha tu vilivyoko ndani yako vianze kufanya kazi. Vilivyoko ndani yako vianze kufanya kazi. Listen to me. Yesu tuliye naye, Mungu tuliye naye,
sio mapambio kanisani. Kanisani ametupa neema ya kuja kujifunza ili tuingie ulimwenguni kwa ajili ya kutenda. Utendaji wako unatakiwa pale nje. Utendaji wako unatakiwa pale mtaani. Utendaji wako unatakiwa katika kazi, katika ile ofisi ambayo amekuweka, katika ile business ambayo unafanya. Utendaji wako Bwana anautaka pale. Hapa amekuja kukuequip, na mchana wa leo katika jina la Yesu Kristo, he is going to equip you. He is going to equip you ili utoke nje ukafanye biashara sio kama jana. Leo utafanya tofauti, kwa sababu huyu ni Mungu ndani ya mtu. Anayezijua nyakati anafanya. Anayejua nyakati anafanya. Ninafungua biashara kwa wakati huu kwa sababu ni wakati. Biblia inasema kwamba akatenda kazi kwa miujiza, kwa nguvu ya Roho wa Mungu ndani yake. Mchana wa leo Bwana anataka kubadilisha. Listen to me. Umeishi kama Mkristo kwa miaka mingi, lakini leo anataka uishi kama mmoja wa miungu, kwa sababu unakwenda kufanya miujiza wewe. Anataka wewe, naomba worship team, anataka wewe uanze kuishi maisha ya kimiujiza, sio ya kuwekewa tu mikono na Pastor Dennis ili upate muujiza. No, kwamba utazungumza na mambo yatakuwa vile ambavyo wanadamu hawategemei, vile ambavyo wanadamu hawategemei, vile ambavyo ulimwengu haujaweza kuona. Kwa nguvu ya Roho Mtakatifu waliomgusa Paulo na vitambaa, vile vitambaa vikaponya. Vile vitambaa, yule Roho aliyekuwa ndani ya Paulo yuko ndani yako. Leo nataka tu stir up. Nataka leo tutibue hicho kisima leo. Tutibue hicho kisima katika jina la Yesu. Tutibue hicho kisima katika jina la Yesu. Hatutakaa tujiulize, hatutaruhusu watoto wetu waulize, yuko wapi yule Mungu wa kina Paulo? Yuko wapi yule Mungu wa kina Petro? Ambaye Petro na Yohana wakipita walimwambia kiwete, nyanyuka uende. Ni situation gani inaweza kuwa ngumu kwenye enzi zetu zaidi ya ulemavu wa miaka tangu kuzaliwa? Ninakutangazia katika jina la Yesu Kristo kwamba huyo Roho ni halisi. Huyo Roho ni halisi ndani yangu. Huyo Roho ni halisi ndani yako. Anasema nanyi mtapokea nguvu. Kera mayaseta. Mtapokea nguvu. Kila anayeamini mchana wa leo, kabisa utapokea nguvu. Utapokea nguvu. Walipopokea activation au ile initiation ya Roho Mtakatifu, hawa watu walitembea kwa miujiza. Kwenye kitabu cha Yohana Matendo ya Mitume sura ile ya 8 mstari wa 17, anasema ndipo Petro na Yohana wakaweka mikono yao juu ya wale waliobatizwa, nao wakapokea Roho Mtakatifu. Wakaweka mikono yao juu ya wale waliobatizwa ambao walisikia habari, nao wakapokea Roho Mtakatifu. Tunapoweka mikono yetu juu ya watu, ni kile nilichowaambia, ni tambiko, ni initiation tu, ni namna ya ritual kusababisha ndani yako ile nguvu ianze kufanya kazi. Ipo ndani yako katika nyakati zote, imekuwa ndani yako. Simama pale ulipo. Yesu anasema kwamba kila mwenye kiu aje anywe. Kila mwenye kiu. I want you to mind this. Anasema kila mwenye kiu. Maana yake sio kila mtu anaweza akapokea. Anayepokea ni mwenye kiu. The desire to receive it. Sitakuwa na utaratibu mwingi sana. Just wakati worship team wanatuongoza kwenye kumwabudu Mungu, kila mmoja kulingana na desire yako.
I want you to focus kwenye hiyo. Na kwa anayehitaji mguso wa tofauti, Mungu ametupa watumishi neema ya kuovusha, neema ya kuvusha. Mwingine anatamani karama ya kunena kwa lugha. Tutaweka mikono juu yako nawe utapokea. So kwa wale watakao kuwa na hayo mahitaji, watakuja watajongea tu huku madhabahuni. Kwa ile ambaye umepewa neema na karama ya Roho inafanya kazi ndani yako na unanena kwa lugha, I want you to allow the Holy Spirit in you, kwa sababu na wewe pia kuna ministration Bwana anataka uipitie. So utaruhusu Roho Mtakatifu ndani yako aombe. Kwa hiyo usijizuie kwa namna yoyote ile. Tuna dakika zetu kadhaa hapa, nataka turuhusu. Yes. Yeah. Bwana amekuita sio kuwa mwanadamu wa kawaida, bali mwanadamu ambaye uungu unakaa ndani yake, mwanadamu ambaye ulimwengu utapata majibu ya ulimwengu yako ndani yako. Ruhusu utendaji wa Mungu ndani yako, kwamba wewe uwe chombo tu. Ruhusu, acha yeye aoperate, na baadhi ya mambo yataonekana hapa. Kuna gifts ambazo ziko ndani yako Bwana amekwisha kuziachilia, lakini haziko in operation. Ruhusu. As we pray, weka hiyo desire kwa Bwana, weka hiyo desire mbele zake. Tutakapokuwa tunaomba, utapokea nguvu, and that gift itaanza kufanya kazi ndani yako. Kama ni gift ya kuona, kama ni gift ya kutambua, uponyaji, matendo ya miujiza, it will be activated in you. Milima yayeyuka ndani yako, nani kama wewe, Mungu wetu. Milima yayeyuka mbele zako, nani kama wewe, Mungu wetu. Magonjwa yanapona mbele zako, nani kama wewe, Mungu wetu. Na nguvu twapokea ndani yako, nani kama wewe, Mungu wetu. Milima yayeyuka mbele zako, nani kama wewe, Mungu wetu. Milima yayeyuka
sasa. Hata sasa. Hata sasa. Ninamuona mwanadamu aliyekusudiwa. 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 Wake up now, wake up now, wake up now. Amka sasa katika jina la Yesu. Ruhusu Roho Mtakatifu ndani yako sasa. Likataya tahako. Ruhusu hiyo ndani yako. Yes, 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 yes. Kama uko huko, kama unahitaji tuombe na wewe ukenda, unaweza kuja madhabahuni. Yule ambaye anahitaji mguso wa tofauti, kama uko mahali hapa, you need just ile nguvu ya kuamsha ndani yako, unaweza ukaja, watumishi wakaomba pamoja na wewe. Ministers will pray. Watumishi wanaweza wakaomba pamoja na wewe mahali hapa. Ala raba bakoseta. Baba karia banderere bokosheta. Ikataya tahane rohote. Ninaita neema. Neema na vipawa katika jina la Yesu. 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 Ninatibua katika ulimwengu wa roho. Ninatibua katika ulimwengu wa roho. Nguvu inayotenda kazi sasa. Nguvu inayotenda kazi sasa. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu, kama ilivyokuwa siku ile ambapo ndimi ziliwakalia juu, wakapokea nguvu, wakapokea nguvu. Na leo hii katika jina la Yesu Kristo, nguvu hiyo hiyo inatenda kazi ndani yako, inatenda kazi ndani yako. Alipokuja Roho Mtakatifu juu ya Sauli, Sauli akaanza kutabiri. Ni nafasi yako kutabiri sasa kwa Roho wa Mungu ndani yako. Ni nafasi yako kutabiri, ni nafasi yako kutabiri, ni nafasi yako kutabiri katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Nguvu inarejeshwa tena, nguvu inarejeshwa tena, nguvu inarejeshwa tena, nguvu inarejeshwa tena, nguvu inarejeshwa tena katika jina la Yesu Kristo. Karababa koria basata. Ribaba korerebeshata. Ruhusu Roho Mtakatifu ndani yako. Ruhusu Roho Mtakatifu ndani yako. Something is happening. Something is happening. Ninaona nuru ikipanda ndani yako. Ninaona nuru ikipanda ndani yako. Ikipanda ndani yako. Katika jina la Yesu Kristo. Karaba koria baderebosata. Rikaraba korebesiata. Labranderebo koria maderibakasata. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Receive it now. Pokea sasa, pokea sasa, pokea sasa katika jina la Yesu. Nguvu mpya, nguvu mpya ndani yako, nguvu mpya. Yes ata, yes ata, yes ata. Karabosa, karabosi kapataya rabaya masibiru bubu bakariaba. Receive it now in the name of Jesus. Receive it now in the name of Jesus. Receive it now in the name of Jesus. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninaamsha kila kilichokuwa kimesinzia. Ninaamsha ile nguvu iliyokuwa ndani yako kwa muda mrefu lakini haijaleta matokeo. Ninaiamsha sasa kuleta matokeo, kuleta matokeo, kuleta matokeo, kuleta matokeo katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu, nguvu ya matokeo, nguvu ya matokeo katika jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu, receive it now, receive it now, receive it now. Pokea katika jina la Yesu Kristo, nguvu ya matokeo. Guso wa Roho Mtakatifu, guso wa Roho Mtakatifu, guso wa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu.
sasa roho yako. Ruhusu katika jina la Yesu Kristo. Keep speaking, keep speaking, keep speaking, keep speaking, keep speaking, keep speaking katika jina la Yesu Kristo. Ora baba baba basi hata. Ipara baba sita. Baba kodia basi. I shall power now. 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 Inarejesha uwezo wako wa kuona tena kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Inafufua kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Pokea uwezo, pokea uwezo, pokea uwezo, pokea uwezo. Tangu sasa, tangu sasa unatazamwa tofauti. Tangu sasa unaonekana tofauti, kwa sababu bora yako inang'aa sasa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. And you receive the power today katika jina la Yesu Kristo. Baba sibiku lepra koseta la karababa sata leprane reboshata rakaya bosa katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa upya. Utasikia Yesu. Katika jina la Yesu Kristo. Receive it now. Pokea nguvu katika jina la Yesu. Pokea nguvu katika jina la Yesu. Ile nguvu ambayo imekuwa inakuhifadhi siku zote. Iko nguvu ambayo imekuwa ikikuhifadhi siku zote. Ulipokuwa unajua hata wakati haujui. Inaiamsha nguvu hiyo sasa kuanza kuwa vivid. Kuanza kuonekana hata wewe ujue kwa jina la Yesu. Ninakupa neema ya kuitumia nguvu hiyo katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo. Arababa sehata. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Kila uliyepewa neema, ruhusu Roho Mtakatifu kuomba ndani yako. Ruhusu Roho Mtakatifu kuomba ndani yako. Arababa koria maderebo kasata. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo. Ariabo sata. Ruhusu Roho Mtakatifu kuomba ndani yako. Leja pasata. Leja pasata. Leja pasata. Hosi kata. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Receive power now. Receive power now. Pokea sasa katika jina la Yesu. Pokea sasa katika jina la Yesu. Nguvu ya kukuwezesha to operate beyond the normal capacity. Kuoperate zaidi ya vile ambavyo unaweza kuoperate kawaida katika jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Neema ya Bwana katika jina la Yesu. Neema ya Bwana akuwezeshe tena kwa jina la Yesu. Receive that power in Jesus' name. Yes, nakupa hatua tena. Hatua tena. Hatua tena. Hatua tena. Kwa jina la Yesu Kristo. Ninaiachilia nguvu ya Mungu ndani yako. Kwa jina la Yesu Kristo. Power. Power now. Power now. Power now. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Kile ambacho hujaona ndani yako. I revive it in the name of Jesus. Ninakiamsha sasa kilicho asili to take over in you. Ninakiamsha kilicho cha asili kushika nafasi ndani yako kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Receive power now in the name of Jesus. Katika jina la Yesu Kristo. Kuruhusu ndani yako. Iko neema ya kunena kwa lugha.
Reba ya bosa hata. Roshi kakatei kobrele de bensiata. Libro da beshi ketei kata. O zibri keta. Riblo hosheti kata. Ruhusu tu ndani yako, ruhusu ndani yako. Ruhusu iendelee kufanya kazi. La rababa baba kosete. Leprada bakori amande redile bosata. Libra pashe libe sata. Ninairuhusu sasa. Ninafungulia ndani yako katika jina la Yesu Kristo. The spirit of speaking in tongues. Ninaita neema hiyo ndani yako kwa namna isiyokuwa ya kawaida, sio mara moja moja. Ninaifungulia kuwa ya wakati wote kwa jina la Yesu Kristo. Ninaifungulia kuwa ya wakati wote. Eya bosha, yeya bosha, yeya bosha. Le katakateta tabrados. Libra bakani abaseketa. Libra bakata. Libra kapata. Le diko soprota. Lembrebe kosi libiketa. Labra bakari abadebo soket. Le predele bokosa libiketa kata. Libra bakoda do neka sika brandere bokoya bakasika kata. Robaya bo, robaya bo, robaya bo. Robaya basele de libaya. Rusu. Remime kosa lata. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. It is happening, it is happening, it is happening kwa jina la Yesu. Ruhusu ndani yako sebeni mikosi kanata, lebeni mikosi andere, shebekosi kateka mlande miko prakata. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. In spirit there's power. Ndani yako katika roho iko nguvu. La shebike de bekosi anata. Katika jina la Yesu Kristo. La rababa so, le papa koselegeta, le brava de jalado, jalado sebri. Edibaso de Brekeshigalata, possible de Rebedica Sai, La Rabaco Generebe Coria Mazeliba Bro, Simana Baba Cose, Lepra Cosalika, Atababa Coria Mandere, Shalarima Cose de Mana Ramediba Zola, Kiramanda Rablo Genesi, Pachina la Yes, Pachina la Yes. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, Yesu Kristo. Rabaya brede besiata. Lepra pakashenika. Seprede komere. Shaliana jobekisi. Lekriketa pakosele. Labrana lokosi amata. Mashika preso. Katika jina la Yesu. Receive it now. Receive it now. La shebeko sata. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ruhusu ndani yako kaya baya loruba shiata. Nguvu ifanye kazi. Wewe unabeba majibu. Unabeba majibu. Macho yako yafunguke sasa. Macho yako yafunguke kwa jina la Yesu. Kwa oya baba rebe kopaya. Unabeba majibu zaidi ya kile unachohitaji wewe. Viko vingi ambavyo Bwana ameweka ndani yako kwa ajili ya ufalme wake. Katika hivyo wewe utahudumiwa sana. Katika hivyo wewe utahudumiwa sana. I channel power. I channel power in you now. I channel power in you now. I channel power in you now. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. It is happening. 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 In Jesus. Lesheketa, la prekesi, leke prodas, le prache, le pradesi koprade, shalaro pelibasmata, la kapakosikata, le prabasheta, yebosu
Wewe si mwanadamu. yale yaliyotokea yakatengeneza ukuta, ninayapungua sasa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninaita nuru ndani yako, ninaita nuru iliyoko ndani yako to arise and shine. Wewe ni Mungu juu ya vyote. Arise and shine in the name of Jesus. 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 Rakababu Rabakepasata Rashepakata Laprapasata Leshapakosata Leprapakapesu Leshepeketa Raplebebusata. In Jesus, katika jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Sararabakoria badelelebeshata. Ruhusu. Endelea kunena kwa lugha, endelea kunena kwa lugha. Kuna unabii utaongozwa kutabiri. Kuna mambo utaongozwa kuyatabiri mchana wa leo, na yatakuwa sawasawa na utakavyotabiri. Iwe ni katika familia yako, iwe ni katika kazi unafanya, iwe ni katika nini, yale utakayoongozwa kuyatabiri, utakayoongozwa kuyatabiri katika atmosphere hii yatatokea katika jina la Yesu. Anza kutabiri katika roho, anza kutabiri katika roho, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Anza kutabiri katika roho kwa jina la Yesu Kristo. Chochote utakachotabiri katika uwepo wa nguvu hizi kinakuwa kwako sawasawa na maneno yako kwa jina la Yesu Kristo. Open your mouth and speak. Open your mouth and speak. Open your mouth and speak. Fungua kinywa chako na useme. Fungua kinywa chako na useme. Fungua kinywa chako na useme. Fungua kinywa chako na useme katika jina la Yesu Kristo. Iko neema ya kipekee. Dive in it, 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 dive in it. Katika jina la Yesu Kristo. Usiogope kutabiri, endelea kutabiri tu. Wewe ndio nabii wa maisha yako. Wewe ndio nabii wa maisha yako. Bwana amekupa nafasi hii kuzungumza kwa vile vilivyokufa, kufufuka tena, kuzungumza kwa vile vilivyokoma, kuanza tena, kufunguka tena kwa jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Baba ninakushukuru. Baba ninakushukuru. Baba ninakushukuru. Asante kwa roho wako. Seni bosayata. Asante Bwana. Yale umetenda. Asante Bwana. Asante Mungu mtakatifu. Kuna mwanzo mpya, kuna njia mpya Bwana amekupa. Roho Mtakatifu ananikumbusha kuna watu ambao walizungumza na ninyi kwenye one of the services ambazo tulikuwa nazo, kwenye zile prayers tulizokuwa nazo, and you were anointed katika hilo. Roho Mtakatifu ananikumbusha kwamba do not take it, usichukulie kiwepesi. Endelea kutembea kwenye hiyo flow. Endelea kutembea kwenye hiyo flow. Ruhusu ndani yako, mara nyingine kaa tu katika spirit. Kama amekupa neema ya kunena kwa lugha, nena tu kwa lugha. Mara nyingine kaa tu kimya. Observe utukufu wake around you, wakati ile nguvu inafanya kazi ndani yako. Kuna neema ambayo imeachiliwa mchana wa leo. Maneno uliyozungumza ni unabii kabisa, na yatatimia katika jina la Yesu. Maneno uliyozungumza kwenye atmosphere hii, nataka uyaone ukiwa na hakika, kwa sababu ndivyo atakavyokuwa.
He is faithful. Hakukuruhusu Mungu uingie hapa kwa bahati mbaya. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya hii neema ya pekee ambayo umetupa. Ninaliona pendo lako kwa namna ya ajabu kila wakati, na hata sasa. Bwana wetu saidia. Asante kwa sababu naliona wakuu wakiinuka kutoka mahali hapa, watu wanaoleta directions katika maeneo yaliyopoteza directions, watu wanaoleta nuru katika maeneo yaliyopoteza nuru kabisa, wasiokuwa sehemu ya manunguniko bali faraja, watu walio wakuu sana katika roho. Baba, ninakushukuru. Asante kwa sababu umeziruhusu nyakati hizi, nami kwa neema ambayo Bwana umenipa nimeyanena, ulionipa kuyanena Bwana, ila sifa na utukufu, heshima, adhama na ibada vikurudie wewe peke yako, katika jina la Yesu. Amen. Amen.